uwekezaji huu uliofanywa na DP World na TEAGTL wale Adan mpaka sasa umeleta mafanikio yafuatayo. Bandari yetu ya Dar es Salaam imefanya ongezeko la shehena ambayo inahudumiwa katika bandari hii kufikia tani milioni 27.7 katika mwaka wa fedha wa 2024-2025, na hii ni sawa na ongezeko la 17% ikilinganishwa na mwaka wa nyuma yake tu, mwaka 2023-2024 ambapo bandari ilihudumia tani 23,69. Manake ni kwamba tunaendelea kuongeza uwezo kadiri muda unavyokwenda. Na Watanzania msisahau, hii yote imeongezeka kutoka huko tulikotoka kabla. Mwaka 2020-2021 tulikuwa kwenye tani chini ya milioni 20 kwa mwaka, lakini sasa tunafika tani milioni 27. Lakini mapinduzi makubwa tunaenda kuyafanya katika mwaka huu. Tunatarajia kufika zaidi ya tani milioni 32 katika mwaka 2025-2026. Tunafanya hivi kwa sababu tayari tumeshaanza kuona dalili katika nusu ya kwanza ya Julai Disemba 2025. Mzigo uliohudumiwa na bandari yetu ya Dar es Salaam umefikia tani milioni 16.7 ambazo ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na mwaka kama huo, muda kama huo mwaka jana ambapo tulikuwa tumeingiza tani milioni 12, tumehudumia tani milioni 12.8. Kwa hiyo mtaona jinsi ongezeko linapokwenda kadiri wadau wetu wanavyozidi kuongeza uwekezaji, na sisi pia tunaongeza uwezo wa bandari kuhudumia mzigo. Lakini pia muda wa meli kuhudumia bandarini umepungua kutoka wastani wa siku 30 na sasa tumefikia siku 6, na hii ni kwa mwaka mmoja. Kabla yake ilikuwa meli hapa zinasubiri mpaka siku 46. Wakati mwingine kunatokea matatizo mpaka hata siku 70 meli imekaa huko nangani inasubiri, lakini sasa hivi wastani ni siku 6. Ufanisi umeongezeka, watu wengi wanapitisha mizigo yao katika bandari ya Dar es Salaam, bandari imekuwa na ufanisi. Lakini pia tumefanya uwekezaji ambao umetoa ajira. Hadi kufikia mwezi Juni mwaka huu, jumla ya wafanyakazi 764 wamepata ajira za moja kwa moja katika kampuni ya DP World na kampuni ya TEAGTL, yani ile Adan, katika fani mbalimbali, wakiwemo maafisa wa idara mbalimbali, makarani wa shughuli za uendeshaji, waendeshaji wa mitambo mikubwa na midogo, na askari. Lakini pia kuna ajira zisizo za moja kwa moja ambazo zimezalishwa ni nyingi na Watanzania wengi wanaendelea kunufaika. Lakini pia tumefanya uwekezaji huu ambao umeiwezesha TPA pia kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari. Ndugu zangu, huko tulikotoka TPA ilikuwa inaweza kufanya uzalishaji mwaka 2000 huko na 20 uzalishaji kwa mwaka kama shilingi bilioni 850, na karibu fedha zote zilikuwa zinatumika katika uendeshaji. Kwa hiyo ilikuwa tunapata na fedha zote zinatumika. Lakini sasa hivi tunaweza kupata kwa TPA peke yake, tunaweza kupata zaidi ya shilingi trilioni 2 mapato ya TPA peke yake. Muhimu zaidi, gharama za uendeshaji wa TPA zimeshuka. Zilikuwa zinakwenda bilioni 800 mpaka 900 huko, yaani fedha zote tunazimaliza. Lakini sasa hivi tumeweza kushusha gharama kwa zaidi ya 57%.